Kwanza kabisa nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia asubuhi hii kuwa katika ofisi yetu ya makao makuu hapa Tandika jijini Dar es Salaam. Lakini pia niwashukuru nyinyi wanachama wenzangu ambao mmenisindikiza katika tukio hili muhimu na la kihistoria katika chama chetu. Na kwa umuhimu mkubwa kabisa tuwashukuru waandishi wetu wa habari ambao kila wakati tunapowaita wanajitokeza kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapata kila kinachojiri kupitia chama chetu. Kwa hakika tunawashukuru sana. Ndugu zangu, mimi leo nimeandika historia mpya katika maisha yangu, lakini pia katika nchi yangu ya kuchukua fomu ya maombi ya kupitishwa na chama chetu katika ngazi ya mkutano mkuu niweze kuwa mgombea kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kwangu mimi ni historia kubwa kifamilia, lakini pia hata ndani ya chama. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwashukuru viongozi wenzangu kwa kunipa ushirikiano na kufikia hatua hii. Kikubwa ambacho nawaomba Watanzania, tusiishi kwa mazoea. Tunahitaji mabadiliko makubwa ya kiuchumi na kiuongozi katika taifa letu. Hivyo hatupaswi kuchagua viongozi kwa mazoea au kwa ukubwa wa majina yao au kwa ukubwa wa vyama vyao. Idea inatoka kwa mtu yoyote, sio mpaka awe na ukubwa wa chama cha kisiasa. Idea ya uongozi inatoka katika fikra chanya za mwanadamu wa aina yoyote midamu ana akili timamu na ana uelewa wa kitu ambacho anakifanya. Mimi ni miongoni mwa Watanzania ambao naelewa ninachokifanya katika kupambania hii nafasi. Na waahidi wa Tanzania, endapo nitapitishwa na chama tarehe 10 mwezi wa 4 na kuwa mgombea rasmi na kwenda kupambana ili kuweza kupata nafasi ya uongozi wa juu kabisa katika taifa letu la Tanzania, ili tuweze kwenda kubadilisha maisha na mifumo ya Watanzania. Ndugu zangu, hadithi mtaani ni nyingi sana, lakini uhalisia wa maisha ya Watanzania ni maisha magumu ambayo yanahitaji majibu kutoka kwa viongozi wa kisiasa. Lakini tumekuwa na tabia za kupeana matumaini. Tunaishi kama watoto wa vifaranga. Watoto wanataka kunyonya, kuku anamwambia mwanawe utanyonya kesho. Mwisho wa siku naye amekuwa mama naye anazaa hali ya kuwa hajawahi kunyonya. Tunakwenda kuibadilisha nchi kiuchumi. Tunakwenda kuibadilisha nchi katika mitazamo ya kimaendeleo. Tunakwenda kuibadilisha nchi katika mifumo mbalimbali. Ukisoma vipaumbele vyangu ambavyo nimevitoa mkoani Morogoro tarehe 14 endapo nitakuwa rais, basi utaona ni namna gani nimekuja na mifumo ya kwenda kuitibu nchi. Nimekuja na kipaumbele cha kwanza cha ajira ambayo ni tatizo kubwa katika taifa letu. Nimekuja na kipaumbele cha elimu. Unaweza ukajiuliza, elimu hii anayozungumza Doyo ni ipi wakati mashule yamejengwa mpaka pembezoni mwa nyumba? Mimi sizungumzie elimu ile, nazungumza elimu inayostaajabisha. Elimu ambayo ukimpa Mtanzania anaingia moja kwa moja katika soko la ajira. Leo tumeona vichekesho. Mtu ana masters degree, serikali inamshauri aende VETA akapate ufundi wa VETA ili aweze kujikimu maisha yake. Tafasiri yake ni nini, ndugu zangu wa Tanzania? Tafasiri yake ni kwamba elimu iliyotolewa katika miaka 52 ya uhuru wetu ni elimu ambayo ni ya kukalili, ambayo haimsaidii Mtanzania. Na ndio maana sasa mtu ana degree anaambiwa aende VETA kwa sababu amekalilishwa jambo ambalo haliwezi kumsaidia katika maisha yake. Kama nitakuwa rais wa nchi hii, tunakwenda kuboresha mifumo ya elimu ambayo Mtanzania akiipata anakwenda kuingia katika soko la ajira na anakwenda kumudu maisha yake. Lakini nimekuja kipaumbele cha 3. Mifugo, kilimo na ufugaji. Ukifanya tathmini, ufugaji na kilimo ndio eneo limetoa ajira kubwa zaidi kuliko kitengo chochote katika nchi yetu. Asilimia zaidi ya 85 kwa mujibu wa utafiti wameajiriwa na sekta ya kilimo. Lakini bado serikali haijaweka kipaumbele cha kuhakikisha kwamba kilimo kinakwenda kumsaidia Mtanzania katika maisha yake ya kawaida. Lakini mifugo, viatu ni ngozi. Vifungo hivi vya shati ni mifupa. Ni gundi. Ni mikanda ya suruale. Ni makoti ya baridi.
lakini Tanzania mpaka sasa hivi hatujaitumia vizuri miundombinu ya wafugaji na mifugo yake ili Watanzania waweze kuishi kutokana na ufugaji na kilimo. Endapo nitapata nafasi ya kuwa rais wa nchi hii, tunahakikisha tunakwenda kuboresha mifumo ya kilimo na mifumo ya wafugaji na ufugaji wenyewe ili uweze kuleta tija katika taifa letu na kumaliza tatizo la ajira. Lakini ndugu zangu, nimekuja na kipaumbele kingine cha kumsaidia mtoto wa kike katika kupata elimu na teknolojia. Ukiingia katika tathmini na takwimu mbalimbali duniani, hasa upande wa Tanzania, watoto wa kike wengi wao hawapo katika soko la ajira katika teknolojia. Maana yake Watanzania wanawake, wasichana wamepitwa na teknolojia tofauti na watoto wa kiume. Watoto wa kiume unawakuta wako kwenye mashindano ya teknolojia. Tuna kijana mmoja anaishi Uingereza, ana api yake ya kutoa mikopo. Yule ni Mtanzania, ni mtoto wa kiume, yuko anaishi Uingereza sasa. Lakini ukiangalia watoto wa kike katika teknolojia katika nchi yetu hawapo kabisa katika ramani. Nikaona kutaka kumsaidia mtoto wa kike, tunawajibika kama serikali kuhakikisha tunatoa upendeleo kwa watoto wa kike, kuwapa elimu ya uhakika, lakini pia kuwasogeza katika ushindani wa teknolojia. Haya ni baadhi ya masuala ambayo nimekuja nayo ili kutibu matatizo ya Tanzania endapo nitakuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika nchi hii. Mwisho, vipaumbele ni vingi na kuombeni wa Tanzania mjiandikishe kwa wingi katika maeneo ambayo daftari linapita, kwa sababu bila kujiandikisha hatuwezi kupata kura za kutosha katika uchaguzi mkuu. Lakini muhimu kabisa, usipokuwa na amani katika taifa lako huwezi ukafanya hata huo uchaguzi. Naomba Watanzania wasishirikiane na viongozi wa kisiasa ambao wanatoa maneno ya kuhatarisha usalama wa taifa letu. Hata Rwanda kulianza chokochoko za maneno na redio zikashabikia, mwisho wa siku tukapata mauaji ya kimbali. Leo Tanzania kuna vyama vinasema kusipokuwa na mabadiliko ya kisheria hakuna uchaguzi na watatumia gharama yoyote kuzuia uchaguzi. Hii ni jinai, na naomba nitoe mwito kwa serikali. Haiwezekani Mtanzania akaendelea kutamka jinai na akaachwa huru, na sheria zipo zinazoweza kudhibiti maneno yasiendelee ya uhatarishi wa amani. Unaposema utazuia uchaguzi kwa gharama yoyote, mnajua maana ya yoyote? Njia halali au njia zisizo halali. Kwa nini bado mtu anayetangaza jinai Tanzania anabembelezwa? Mwisho wa siku nchi inaingia kwenye machafuko, tunashindwa kutibu vidonda vidogo vidogo, tutakuja kupambana na kutibu vidonda makubwa ambayo yatakuwa hayana msaada kwa wakati huo. Kwa hiyo wito wangu kwa serikali, vyama vya siasa vimesajiliwa kwa mujibu wa sheria, havijatoka mbinguni, na wakati vinasajiliwa kuna sheria vimeelekezwa vifuate ili viwe vyama vya siasa. Kunapokuwa na chama cha siasa ambacho kinatoa kauli nzito ambayo inakwenda kuhatarisha usalama, lazima serikali iweze kuchukua hatua stahiki kudhibiti uvunjifu wa amani na kuhatarisha usalama wa taifa. Baada ya kuyasema hayo, mambo ni mengi. Mimi niwashukuru. Leo nimeanza safari yangu, nina kazi ya kutafuta wadhamini 250 nchi nzima, zoezi ambao nitalianza kesho na ndani ya wiki inshallah, kwa sababu haijatajwa mikoa mingapi inatakiwa upate wadhamini nchi nzima. Maana yake ukienda pale Msomo ukapata kidogo, Mrushoto wapi wanapata 250 wadhamini, wanaweza wakasaidia na mimi kupata uteuzi katika mkutano mkuu wa mwezi wa 4 tarehe 10. Kwa hiyo niwashukuru sana ndugu zangu wanachama, waandishi wenzangu, makamu wangu, kamati ya uchaguzi, na kushukuru kwa kunipa fomu, na mimi nahakikisha na kwenda kupeperusha bendera yetu kama nitateuliwa na chama, tuweze kuleta ushindani wa kweli katika maeneo ambayo tutafikia. Asanteni sana na kushukuru sana ndugu zangu. Sasa anakuja hapa mwenyekiti, swali. Haya. Urais huo, uzalendo, haki na maendeleo. Hiyo ndio kauli mbiu ya chama chetu na ndio kauli mbiu niliyoibeba wakati nakwenda kwa Watanzania. Kwa nini uzalendo? Nchi yetu imegubikwa na ufisadi katika kipindi cha miongo zaidi ya 4. Watanzania wanalalamika, lakini taarifa ya CAG ya kila mwaka lazima ionyeshe ubadhirifu mkubwa wa fedha za umma katika taarifa ya CAG. Lakini kinachosikitisha zaidi, hakuna hatua zinazochukuliwa dhidi ya taarifa ya CAG katika watu ambao wanatuhumiwa. Maana yake ni nini? Maana yake watu wanaokuwa katika sekta za ajira, walioajiriwa
au watumishi wa umma sio wazalendo. Na ndio maana nimekuja na kauli mbiu ya chama, uzalendo, haki na maendeleo. Kwa nini haki? Atakayepatikana na hatia ashughulikiwe kwa mujibu wa taratibu. Atakayebainika amefilisi nchi afilisiwe, ashughulikiwe. Lakini mwisho kuna neno maendeleo. Ukiwa mzalendo ukatenda haki, maendeleo yanafanyaje? Hiyo ndiyo eneo D. Kawaambieni wa Tanzania kuna mambo mazuri kwenye chama huko. Nendeni eneo D, muende mkachague chama ambacho kina kauli mbiu ya kuwaletea maendeleo. Uzalendo tunakwenda kudhibiti ufisadi, haki tunakwenda kushughulika na haki, maendeleo tunakwenda kuwapa maendeleo. Na ushuhuda wa haya mambo ninayozungumza, swala la haki, mpaka rais wa awamu ya 6 ameunda tume ya haki jinai. Kitendo cha rais kuunda tume ya haki jinai ni uthibitisho nchi yetu ilikuwa haina haki katika miongo yote ya utawala wa Chama cha Mapinduzi. Endapo nitakuwa mgombea na nitashinda, tunakwenda kusimamia uzalendo, haki na maendeleo. Asanteni sana kwa kunisikiliza.